Urusi yafyatua makombora huko Ukraine, na huu ni mwendelezo wa msururu wake wa mashambulizi ya makombora na drone ambayo yamelenga mji wa Odessa na Kyiv nchini Ukraine, ikiwa ni katika hali ya kulipiza kisasi kile ambacho Ukraine alikifanya ndani ya taifa la Urusi. Rais Volodymyr Zelensky kwenye taarifa yake aliyochapisha kwenye mtandao ameyaita mashambulizi hayo kuwa ni moja mashambulizi makubwa katika vita hivyo vilivyoanzishwa na Urusi kwa kipindi cha miaka mitatu. Zelensky anasema vikosi vya Urusi vimerusha zaidi ya droni 315 pamoja na makombora 7 usiku wa kuamkia hii leo. Lakini mbali na taarifa hiyo ya Zelensky ambaye ameweza kuzungumza akimlaumu Urusi kwa kile ambacho amekifanya, lakini ulimwengu unajua tayari ilikuwa ni lazima ifanyike hivyo kwa sababu rais wa Urusi Vladimir Putin alisema lazima atafanya hivyo. Nikwambie Washington inakagua ni zana zipi za kijeshi na silaha za kusitisha au kuainisha kuwa zimepitwa na wakati kwa kuzingatia mafunzo yaliyopatikana kutokana na mzozo wa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth anasema, nikimnukuu, anasema tumejifunza mambo mengi kutokana na kile kilichotokea Ukraine. Tumejifunza mengi kutokana na kile China inajaribu kufanya katika mifumo wanayojenga. Kwa hiyo, ikiwa tuna mifumo na majukwaa ambayo hayawezi kunusurika katika medani ya kisasa ya vita au hayatupi faida katika mapambano yajayo, tunapaswa kufanya maamuzi magumu hivi sasa, mkuu wa Pentagon alisema wakati wa kusikilizwa kwa baraza la mashauriano ya Marekani. Pia alikiri kwamba jeshi la Marekani linafuatilia kwa karibu matumizi ya ndege zisizo na rubani nchini Ukraine kwa wakati halisi. Wakati huo huo, Hegseth alihakikisha kwamba Washington haikufahamishwa mapema na Kyiv kuhusu mipango yake ya kushambulia viwanja vya ndege vya kijeshi vya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Ilikuwa operation yenye ufanisi sana ambayo hatukufahamu mapema, Hegseth alisema. Vilevile vikosi vya ulinzi vya anga vya Urusi vimenasa na kuharibu ndege zisizo na rubani 102 za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Hayo yakiendelea, wanajeshi wa Urusi wameondoa takriban magari yote ya kijeshi ya Marekani ya Bradley yaliyowasilishwa Ukraine. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la teknolojia la serikali ya Urusi Rostek Sergei Chemezov anasema Jumanne. Takriban watu wawili ikiwa ni pamoja na mtoto wamejeruhiwa kwenye mkoa wa Belgorod wakati vikosi vya Ukraine vikifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani 80 angani kwenye eneo linalopakana na Urusi. Governor Vyacheslav Gladkov anaripoti kupitia Telegram. Hayo yakiendelea, vile takriban watu 4 wamejeruhiwa na mtu mmoja ameuawa katika mashambulizi ya jeshi la Ukraine kwenye kituo cha kujaza petroli huko Belgorod, vyombo vya habari vya wizara ya dharura ya Urusi imeripoti Jumanne. Vikosi vya Urusi vimetekeleza shambulio la usiku kwa kutumia silaha za uhakika na ndege zisizokuwa na rubani na kuyashambulia makampuni na vituo vya kijeshi vya Ukraine mjini Kyiv, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Vilevile jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1355 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika siku iliyopita, kulingana na data ya hivi karibuni juu ya operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile tangu kuanza kwa mwaka 2025 walinzi wa kitaifa wa Urusi wamefuta zaidi ya wanajeshi 500 wa Kiukraini kwenye mikoa ya mpaka ya wilaya ya shirikisho la kati. Katika maeneo hayo vitengo vya ulinzi wa kitaifa vimekamilisha zaidi ya kazi 8,000 zinazohusiana na mapigano na huduma pamoja na 4,000 katika sehemu ya operation maalum ya kijeshi, shirika hilo lilisema kwenye ripoti. Vitengo vilivyo kwenye mission moja kwa moja kwenye mstari wa mbele vimeharibu zaidi ya vipande 180 vya vifaa vya kivita, magari 150 na zaidi ya wanajeshi 500 wa Ukraine, ripoti hiyo iliweza kusomeka. Raia wa Colombia aliyehusika kama mamluki katika uvamizi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk nchini Urusi amehukumiwa kifungo cha miaka 28 jela kulingana na huduma ya vyombo vya habari ya mamlaka ya mahakama ya eneo hilo. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Kumbuka haya ambayo tunakusogezea ni yale ambayo vyombo vya habari vya kimagharibi vinaficha vikiwa katika kampeni yao ya kuweza kupambana na Urusi, lakini pia ikiwa ni katika kumtetea Ukraine zaidi. Urusi imerudisha kundi la pili la wanajeshi wake kutoka kwenye kifungo cha Ukraine katika mabadilishano ya wafungwa wa vita na Ukraine kwa mujibu wa makubaliano ya Istanbul, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Mnamo Juni 9 kikundi cha wanajeshi wa Urusi walio na umri chini ya miaka 25 walirudi kutoka utumwani huko Ukraine.
Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Belarus Maxim Reznikov amesema kwenye mahojiano na Russia 24 TV kwamba wachochezi wa kweli wa mzozo wa Ukraine wako nje ya mipaka ya nchi hiyo, kimsingi wanafuatilia maslahi yao ya kiuchumi. Alisema, hakuna hamu ya kweli ya amani ndani ya serikali ya Ukraine. Ninatofautisha waziwazi kati ya serikali ya Ukraine na watu wa Ukraine. Hakuna nia ya kweli ya amani huko. Nia kama hiyo haina maslahi yao kwa sasa. Zaidi ya hayo, wasanifu wakuu wa mgogoro huu wamejificha ng'ambo ya mto Bug, magharibi mwa mpaka wa Belarus. Wanahitaji mapambano haya yanayoendelea ili kudhoofisha kwa kutumia chombo chao cha kiuchumi cha Urusi, kudhoofisha Urusi. Lengo lao la kiuchumi ni kusuluhisha Ukraine na si masuala mengine. Vile Volodymyr Zelensky amesema kuwa kujadili masuala ya eneo na Urusi ni jukumu lake badala ya la ujumbe wa Ukraine. Anasema ujumbe wetu una jukumu la kujadili masuala ya kibinadamu, swala la wafungwa wa vita na kurejeshwa kwa watoto waliotekwa nyara au usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, hawana mamlaka kujadili uhuru wa Ukraine na uadilifu wa eneo. Hili ni swala letu wenyewe la kikatiba, alisema. Ni kazi yangu kufanya mazungumzo juu ya maeneo, Zelensky alisema, akidai kuwa yuko tayari kujadili swala hili na rais wa Urusi Vladimir Putin pekee. Zelensky pia alibainisha kuwa Ukraine haitatambua maeneo yaliyopotea kama maeneo ya Kirusi. Hapo awali bunge la Kiukraini lilikuwa tayari limekubali uwezekano wa kuachiliwa kwa kweli kwa maeneo ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa Urusi. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile Israeli haijawasilisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot iliyopokelewa kutoka Marekani na kutumika, ambayo ni ya miaka 1990 kwa Ukraine, wizara ya mambo ya nje imesema. Vile mzozo wa Ukraine hauwezi kutatuliwa kijeshi na lazima utatuliwe kwa njia za kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Ulaya wa Slovakia Juraj Blanar anawaambia waandishi wa habari. Blanar alitoa kauli hiyo kufuatia mazungumzo na mwenzake wa Czech Jan Lipavsky. Alisema nchi zao kwa kiasi kikubwa zina misimamo sawa kuhusu Ukraine, lakini zinatofautiana kuhusu usaidizi wa kijeshi. Vile msemaji wa jeshi la wanahewa la Ukraine Yuri Ignat amekiri Jumanne kwamba moja ya uwanja wa ndege wa jeshi la nchi hiyo ulishambuliwa na ukapata uharibifu. Ignat pia alikiri kwamba hali sio mara ya kwanza kwa wanajeshi wa Urusi kufanya mashambulizi kwenye viwanja vya ndege vya kijeshi vya Ukraine na kuleta hasara kubwa kama ambayo wameipata hivi karibuni. Lakini hizi taarifa vyombo vya habari vya kimagharibi havikufikishi, vinaficha ili kuendelea kuonyesha ukuu wa Ukraine ambao haupo. Kukataa kwa Ukraine kupokea miili ya wanajeshi walioanguka kunaashiria mabadiliko ya kutatiza, ishara wazi ya mzozo mpana wa ustaarabu, na kusema ukweli ni dharau. Huu ndio mtazamo ulioshirikishwa katika mahojiano na Javier, mwanajeshi wa zamani wa Ufaransa aliyegeuka kuwa mchambuzi wa kijeshi. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.